Na nikuulize tu, kwa mfano kama mimi nimekuwa nikila chips, sijui pizza na vitu kama hicho kila siku. So microbiome yangu obviously imebadilika, imeenda kwa more modernized. Nikitaka kurudisha inakuwaje sasa? Unaweza kurudisha kwa sababu gut microbiome inategemea, yani aina fulani ya wadudu sahihi ulionao wanategemea vyakula unavyokula, sababu ndani ya vyakula unaweza kukuta na yenyewe vina nini, zina bakteria hao sahihi. Unielewa? Kwa hiyo ukianza kubadilisha maisha yako, na hii imeshafanyika, tafiti hizi zipo, tutaendelea, labda tunapoendelea tutaanza kutambua utafiti mmoja kwenda mwingine. Kuna watu kwa mfano ambao walienda wakawa kwenye intervention. Kwa mfano ikafika muda akawa anapewa yogurt na vyakula vya aina hiyo, na mwingine anapewa chips na vyakula vya hiyo, ni wa kijijini lakini anapewa chips na vyakula vya aina fulani vya modernized au hivi vya high income countries ambao wanaitumia, na mtu mwingine anapewa vyakula vya kijijini. Baada ya hapo wanaanza kuchukua stool, wanakusanya ile stool kwa after labda 4 days, wanakwenda hivyo mpaka miezi mitatu. Wakuja kugundua kwamba gut microbiome ilikuwa inabadilika kutokana na mfumo wa chakula ambapo watu walikuwa wanatumia. Kwa hiyo hiyo ni uthibitisho kwamba ukibadilisha mtindo wa maisha una uwezekano wa wewe kupata matokeo mazuri hasa kwenye hili. Na ndio maana tunazungumza vile vile kwenye miongoni mwa matokeo tunasema kwamba kama tunataka kupata matokeo mazuri ya chanjo, kuna haja vile vile kuanza kuwaza kwamba wakati tunawachanja watu wawe kwenye aina gani ya vyakula kwa mfano, ili wawe na bakteria sahihi ambao wale bakteria watusaidia sisi tukiwachoma chanjo ile chanjo ziwe bora.